Bwana, kiwango bora ambacho anakionyesha mlinzi wa zamani wa klabu ya Simba Sports Club raia wa Cameroon, Cheikh Malone, ni pesa tu kwa upande wa Simba. Yaani hichi kiwango ambacho anakionyesha kwenye AFCON, akiwa ni mchezaji ambaye ni funguo na ni tegemezi katika kikosi cha kwanza, akiwa anagonga dakika zote 90 kuanzia hatua ya makundi mpaka wakati huu ambao wanategemewa kwenda kucheza na Morocco katika mchezo wa robo finali, ni pesa tupu kwa upande wa Simba Sports Club. Sasa ni pesa vipi? Simba Sports Club walimuuza kwenye dirisha kubwa Cheikh Malone kwenda katika klabu ya USM Alger kwa uhamisho wa euro 200,000. Simba walipokea euro 200,000 kama sehemu ya biashara ambayo walifanya na USM Alger, lakini kwenye kipengele cha mkataba ambacho walikuwa wamekubaliana Simba na USM Alger juu ya Cheikh Malone ni kwamba kuna 15% ya mauzo ambayo Simba wataendelea kuipata katika kila klabu ambayo Cheikh Malone ataendelea kuuzwa mara baada ya USM Alger ambao ndo wanammiliki hivi sasa. Kwa hiyo hicho ndicho kipengele ambacho walikiweka Simba. Sasa hadithi ya Cheikh Malone katika ligi kuu ya Algeria akiwa na kikosi cha USM Alger ni hadithi moja nzuri sana mpaka wakati huu, kwa sababu Cheikh Malone anazima game zote kwenye ligi kuu ya Algeria. Yaani kwenye Ligue 1 ya Alger anazima mechi zote 90 minutes. Kuanzia michezo ya kombe la shirikisho barani Afrika, michezo ya kombe la ndani la ligi ya Algeria na michezo ya ligi kuu ya Algeria, Cheikh Malone anazima dakika zote. Sasa kabla hata ya kupata hii call up kuja kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Cameroon, thamani ya Cheikh Malone ilikuwa imeshapanda mara 2 ya ile ambayo Simba waliipokea kutoka kwa USM Alger. Yaani Simba wao walipokea euro 200,000, lakini mpaka kuelekea kwenye michuano kabla haijaanza, thamani ya Cheikh Malone ilikuwa imepanda mpaka euro 403,000. Kutoka euro 200,000, euro 403,000, yani alikuwa ameshapanda mara 2 ya thamani ambayo alikuwa nayo wakati Simba wanamuuza. Sasa basi AFCON imekuja, amekwenda kupata call up baada ya kuwa kuna mchezaji ambaye alitakiwa aitwe, ikawa imeshindikana. Huyo mchezaji alikuwa na injury, ikawa ni sababu ya Cheikh Malone kuitwa haraka. Sasa issue sio tu kuitwa, ameitwa na amezima game zote. Sasa kwa mujibu wa namna ambavyo thamani yake imeonekana kuendelea kupanda, taarifa ambazo ninazo mpaka wakati huu ni kwamba thamani ya Cheikh Malone imepanda zaidi. Yaani kitendo cha kwamba Cameroon wamefika katika hatua ya robo finali mpaka sasa hivi, yeye akiwa ni sehemu muhimu ya ukuta wa Cameroon katika ule utatu, thamani yake imeongezeka, na inasemekana mtu atakaye kuja kwenye meza ya mazungumzo hivi sasa, kwa sababu Cheikh Malone Fondo alisaini mkataba wa miaka 2 na USM Alger. Kwa hiyo mkataba wake unakwenda mpaka Juni 2027. Sasa taarifa zinaeleza atakaye kuja mezani kwa wakati huu kwa ajili ya kufanya mazungumzo na USM Alger kwa ajili ya kumhitaji Cheikh Malone. Of course USM Alger wao ni wazi, lazima watakuwekea ngumu. Wanamtumainia sana huyu mchezaji, ni mchezaji ambaye ni funguo kwenye kikosi chao, kwa hiyo watajaribu kufanya biashara ngumu kweli. Lakini taarifa zinaeleza mpaka hivi tunavyozungumza, Cameroon wakiwa wanaonekana wanaelekea kwenda kucheza katika mchezo wa robo finali dhidi ya Morocco mwenyeji, thamani ya Cheikh Malone inaarifiwa kuwa imepanda, na huenda bei ya kuanzia kwa wakati huu ya USM Alger kwa yoyote atakayekuwa anamhitaji Cheikh Malone ikawa ni euro 1,200,000, 1.2 million euros. Na kama itafanyika biashara yoyote kwenye dirisha hili dogo, highly unlikely, probably inawezekana kwa sababu hakuna mchezaji asiyeuzwa kama utafikia thamani hiyo ambayo inatajwa hivi sasa, basi Simba Sports Club watapata euro 180,000 kama sehemu ya 15% ya mgao wao ambao walikubaliana na USM Alger kwenye kila mauzo ambayo Cheikh Malone ataendelea kuyafanya baada ya kutoka Simba. Euro 180,000 inacheza kwenye milioni 500. Ina maana hivi ninavyozungumza, ikifanyika biashara ya Cheikh Malone kwa hicho kiasi ambacho nimekitaja, euro 1,200,000, kuna milioni 500 inakwenda kwenye akaunti ya Simba Sports Club, akiwa hata hatumikii klabu hiyo kwa wakati huu tena Cheikh Malone. Lakini inaelezwa kwamba endapo Cameroon watafanikiwa kumtoa mwenyeji Morocco, na unajua unapomzungumzia Morocco unazungumzia taifa kubwa zaidi kimpira katika bara la Afrika kwa wakati huu, unazungumzia taifa ambalo lina exposure ya wachezaji wengi pengine wenye cream kubwa zaidi wanaocheza katika ligi kubwa na katika vilabu vikubwa zaidi katika bara la Ulaya. Kama Cameroon anafanikiwa kupata matokeo dhidi ya Morocco mwenyeji tarehe 9,
Fondo Malone akiendelea kuwa ni mchezaji muhimu kama ambavyo amekuwa mpaka sasa hivi wakiwa wanaelekea kwenye hatua hiyo, inaelezwa kuna euro zingine 300,000 zinaweza zikaongezeka kwenye hiyo euro milioni 1.2 inaweza kufika mpaka euro milioni 1.5. Kwa hiyo endapo kuna biashara itafanyika baada ya Morocco kutolewa na Cameroon, thamani ya Fondo Malone ikiwa imefikia euro milioni 1.5, basi Simba Sports Club kwenye mauzo hayo atapokea 15% yake kama kawaida, na hiyo 15% ni euro 225,000 ambayo inacheza kwenye milioni 600 na ushe, pesa ambayo inaingia kwenye akaunti ya Simba Sports Club, wala akiwa Fondo Malone hausiki tena hapo. Lakini endapo sasa Fondo Malone akaendelea kuwa mchezaji muhimu, pengine kama wataishia hapo dhidi ya Morocco, au hata kama safari yao itaendelea, akirudi katika klabu yake ya USM Alger ambako amekuwa ni regular starter, akiweza kuendelea kumaintain performance ambayo ameanza nayo mwanzo wa msimu huu, nusu msimu wa kwanza, ambayo imekuwa ni very strong performance kutoka kwake, akiweza kutembea nayo mpaka mwishoni mwa msimu, inawezekana kabisa, taarifa zinadai inawezekana USM Alger, kwa yoyote atakayekuja kwenye meza ya mazungumzo kwa ajili ya Fondo Malone, bei yao ya mazungumzo ikaanzia euro milioni 2. Yani msimu wake namna ambavyo umekwenda, kama utakwenda hivi hivi kwenye msimu wa ndani ligi kuu ya Algeria na michuano mingine ya kimataifa ya kombe la shirikisho na kombe la ndani mpaka mwisho wa msimu, na kwa hichi ambacho amekionyesha kwenye hii michuano ya AFCON akiwa ni mchezaji tegemeo kwenye ile backline ya Cameroon, inawezekana kabisa, taarifa zinaeleza kwamba bei ya kuanzia ili uwe kwenye nafasi ya kuzungumza na hawa jamaa USM Alger uje mezani na euro milioni 2. Ukija na euro milioni 2, inasemekana kama kawaida Simba wao watakunja euro 300,000. Ina maana hapo Simba unawekea milioni 800 yao pale. Yani ikitokea kuna mtu anakuja na bei hiyo, dirisha kubwa, anamtaka kweli Fondo Malone, bei watakayoiweka inasemekana estimation inasemekana USM Alger watakwambia uje na euro milioni 2. Euro milioni 2 maana yake kuna euro 300,000 ambayo Simba wataipata bila hata kuwa wananufaika na huyu mchezaji uwanjani. Tena hii ni bei ambayo wataipata, wao wamemuuza kwa euro 200,000, wao watakuja kupata euro 300,000. Kwa hiyo kiukweli kabisa aliyeweka kipengele kwenye mkataba wa Fondo Malone wakati anaondoka Simba kwenda USM Alger, kiukweli alicheza. Sijui alikuwa anafikiria nini, lakini alimuhimu kacheza. Maana huyu jamaa sasa hivi anakiwasha, thamani yake imepanda. Mauzo yoyote yatakayofanywa kwa Fondo Malone kutoka katika klabu ya USM Alger ni pesa. Baadhi ya fununu zinaeleza kuna baadhi ya wasaka vipaji scouts katika klabu za madaraja ya kati ya Ufaransa wanamwangalia kwa ukaribu Fondo Malone. Fondo Malone ana umri wa miaka 26. Ni umri ambao kama kiukweli kabisa kuna watu wanaohitaji huko, na hichi anachoendelea kukifanya hivi sasa, wala usishtuke kuona kwamba kuna mtu anavuka maji anakwenda kaskazini zaidi huko. Kwa hiyo hizi ni fununu yanazungumzwa mengi. Kuna taarifa ama kuna tetesi pia kuhusu vilabu kutoka Saudia, na hao ndo watakao kuja kupigwa bakora nyingi. Inasemekana dirisha kubwa kwa Fondo Malone endapo watasogea kwenye meza ya mazungumzo na USM Alger. Kwa hiyo habari iliyopo ni hiyo bwana, Simba wana 15% zao, jamaa anakiwasha kweli kweli. Ni magoli tu kwa Simba hapo, wanaweza wasifaidike naye kwa kuwa naye kwenye kikosi chao, lakini mzigo wao wanaopata, biashara ikifanyika, akaunti ya Simba Sports Club inasoma kwa Fondo Malone.